Nimezama kwenye shimo la hisia, niko peke yangu. Abema, muda wote nakuita, ulikuwepo wapi? Nilikuwa kule wani napika. Kisha chakula kipo tayari? Bado mboga. Malizia bana, mimi njaa inaniuma. Sawa. Nyota za juu zinakutazama, usiniache. Huyu vipi? Mbona anaogopa ogopa? Moto unawaka bila kikomo. Leo asubuhi wakati naenda shamba kuna nyumba moja nimemkuta Vanessa anatoka. Sasa nikahisi kabisa ile nyumba aliyotoka sio nyumba salama sana kama vile mimi nilivyofikiria, lakini natambua utakuwa na changamoto zingine. Labda nijuze kwanza hapa. Je, ndio wewe umeamka naye hapa Vanessa? Wapi uko umemkuta? Nieleza tu kwamba labda kama hapa umeamka naye Vanessa leo. Vanessa mimi najua kwamba amelala ndani toka jana usiku, kalala ndani. Na najua ipo ndani. Mimi na imani kabisa Vanessa hapa hakulala. Kwa macho yangu nimemuona Vanessa na namtambua Vanessa, sio mtu mwingine. Ametoka ndani, kuna nyumba moja ambayo aliyotoka na akawa ametokomea wakati mimi naelekea shambani. Nikagundua lile ni tatizo kwa sababu nyumbani alikuwa na tafasilizo kwa umbali kabisa, lakini nikaona hapana, nimtoe pale aje huku ili ile hali huenda isiendelee, ili ukae naye mjadiliane naye. Lakini sasa nagundua tena ili jambo kama linajirudia. Nikaona leo nifike kwako kwa mzazi mwenzangu. Sasa unavyoniambia ameamka hapa nyumbani, sidhani na sina hakika sana kuna nini hapa kati kinaendelea. Sikiliza nikwambie kitu. Ndio. Mimi Vanessa mwanangu na hakika kuonekana kama amelala ndani. Sasa hayo maelezo mengine ambayo unanieleza mimi sikuelewi. Wao wananichanganya kitu changu. Hebu na wewe shusha kwanza hivyo visukari vyako. Sawa? Mimi kwa macho yangu nimeshakuelekeza Vanessa nimemwona anatoka ndani. Na hiyo nyumba sio ya familia. Na wewe unazidi kunithibitishia Vanessa ameamka hapa. Ina maana kwamba mimi sina akili timamu sana kujielewa. Vanessa mimi natambua amelala ndani. Sasa unaponieleza mimi sikuelewi. Sasa mimi ndio nishakuelekeza hivyo, lakini uhakikishe lengo langu mimi tukae pamoja, tulijadili, na kama kweli wewe ulikuwa unajua kalala ndani, kama alitoka bila wewe kukuelekeza, basi wenda hapo ungenielekeza bwana, wenda katoka tu, tukae mtoto tumkanye, ili na sisi baadaye tupate njia nzuri ya kumlea mwanetu. Namuelekezaje kwa mfano? Mimi siwezi kumchunga mtoto, utamchungaje mtoto kisha kuwa na akili zake? Hakikisha kwamba yule ni mwanetu. Wewe na mimi ndio kukaa na kumtengeneza yule mtoto. Hata kama ni mwanetu, mimi siwezi kumchunga mtoto. Wewe ulishindia nini? Unaona iko vizuri kuharibika mtoto? Sasa jitafutie maisha yake. Mzigo mmoja tunne mwanangu kitu hizi. Yani hapo Kongole ndo kanikungunua kweli. Wewe sema nini? Ndio hivyo sasa maisha ya Kiswahili haya. Kujitafuta kutafuta. Wewe mwanangu sio poa. Yaani kwa staili huyu jamaa huyu. Hiyo achana naye tu mwanangu. Sema hizo zimenyoka mwanangu, Kongole ndo kama hivyo. Kwa hiyo Kongole umechukua shilingi ngapi? Yule bwana yule alitaka 3500. 3500 ngomwambia sio kweli kwa sababu fito mzigo moja 4000 na hivi 3500 sio kweli. Namwambia bwana wewe hapo 2000 nakupa. Tukavutana nikamwambia 2200 kwa ndio amechukua mjengo. Hivi Kongole imara. Ya mwanangu Kongole kwa sema Sema pita yule mtoto mwanangu. Mtoto wapi? Asiwe yule shemeji yako yule. Wa vipi mdogo wetu mbona hivyo? Wewe bro, mtu mmoja kwa taji. Nimeona Lina ameelekea dukani. Wasikia sasa? Ndio yeye. Ngoja mimi nizunguke hapa chapu kwa haraka basi unajua. Basi na noma. Poa basi ngoja ni mwae. Mimi napoa hapa. Unakumbuka kwa haya maelezo yako ndio yaliyosababisha wewe kutengana na mimi. Mpaka leo hii mtoto analelewa kwenye hali mbaya kama hizi. Leo nimefika kwako kulijadili kuhusu swala la mtoto, unapanda juu na nakuhakikishia kabisa mtoto nimemuona kwa macho yangu, lakini bado haunielewi. Naomba nisikilize, nakwambia ni hivi. Siwezi kumchunga mtoto wakati yeye keshakuwa mkubwa nzima na akili zake. Sabuni anamtafutia nani? Wewe umeshindia nini? Uniletea mimi. Mimi mwenyewe naniona mimi mseja. Mimi nitamchungaje yule mtoto? Sasa iko hivi.
Mimi sikumshinda kama unavyofikiria wewe. Ila nimemtoa pale nyumbani kulingana na ile tabia kama hii ambayo tayari anaianzisha. Afike hapa ili wenda atapata masomo mema na sisi tupate baadaye mkwe mwema. Sasa wewe ndio unampotosha mtoto kabisa kabisa. Mimi nilihakiki kabisa atavofika hapa wewe na mimi tutakuwa na malezi mema. Nimeleta hapa kwa niaba mtoto ajiongoze. Wenda baadaye tutapata mkwe mwema. Ndio nakwambia hivi. Haya unayoongea, wewe ongea unavotaka vivyo vyote hivyo, lakini mimi mtoto siwezi kufuatilia katika maisha yake. Unielewa Hata wenzio hawafanyi hivyo. Wewe mtoto huwezi kumzuia riziki yake. Ungekuwa unaleta huduma sawa, lakini huduma ulete. Alafu unaniambia mimi eti nimchunge mtoto. Mimi nitamchunga mtoto kama mbuzi. Mimi siwezi. Riziki kwenye mambo maovu. Mambo maovu unasema riziki. Mimi mseja, mimi napata wapi kula? Na ndio maana nikakwambia ndio sababu na chanzo wewe cha kuachika kule. Usimlisishe na mtoto. Usimlisishe mtoto. Nimesema usimlisishe mtoto. Sitaki. Wewe mwenyewe umeshinda. Sasa tukae, nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Ukae na nani? Naomba nisikie. Kwa mwanao, kale mwenyewe huko. Kafundisha wewe. Sitaki kuleta faida mbele za watu. Nachafua mwanao. Kama mimi nachafua mwanao, beba mwanao, nenda kaishi naye wewe kule, kafundisha maisha mema. Sasa hakikisha tumezaa. Tusibwabwaje hapa mbele za watu, masikio watu kapata faida. Shauri lako, kimpango wako unajua mwenyewe. Mimi nimekuja hapa kwa jambo moja. Na hakikisha tukae tumlee yule mtoto kwenye njia nyoofu ili anyooke. Mtoto kishakuwa mkubwa nzima na akili zake. Unaniambia mimi nifuatilie, nitamfuatilia wapi? Sasa hii ni aibu. Wewe umeshindwa nini? Hii ni aibu. Mimi nadhalilika kabisa. Nitadhalilika, nitajiweka wapi? Hata kama ukipata aibu si damu yako mwenyewe unajua mwenyewe. Sikia. Mazingira sio rafiki. Wewe mzunguko mpaka sasa hivi umefika hatua gani? Bado. Maana siku ile naingia chumbani kwa mama, nashika begi nafungua tu ile naanza kuchambua zile nguo naitwa. Bado, yani sijapata kitu kamili. Mzunguko shaka. Bila sio mbaya. Hata mwenyewe juzi niliingia pale kondeni kwa mjadala. Naanza kufikiria tule. Ni kama mambo atakokaa sawa. Mara anakuja mtu wake halipo tumbo mambo akatafa, ila usikate tamaa ya kufanya kesho muda fulani, njoo ile njia ya kati ili upanga kila kitu. Basi sana, nimekuelewa. Sasa kwa nini tushirikiane kumlea mtoto? Tushirikiane kimangapi sasa? Namna gani sasa? Wakati mtoto umemleta huku uleti huduma wala nini? Mtoto ajitafutia mazingira yake, maisha yake, ili maisha yake yaende. Wewe unafuatilia. Wewe unaona huduma yake yeye ndio hiyo kamuongoza. Unafuatilia mimi. Na maana mimi nifundisha mtoto tabia mbaya. Kila mtu ana akili zake. Na mimi alinifundisha nani? Kwa mfano nakuuliza. Na ndio maana pale sasa nakuja kugundua kumbe baadhi ya wanawake wengi mko hivyo. Sasa ndo nakwambia vipi? Usinichanganye. Sasa unanichanganya katika maisha yangu. Unanichanganya kabisa. Wala cha minuku si kwangu. Mama Vanessa. Kwa nini tusiendelee kuyamaliza kujadili? Kitu gani kilichokuinua sasa? Mimi kama baba nahakikisha kwamba mwanangu nitamweka katika mstari aliyonyooka, iwe siwe. Unaali viatu nasahau. Nasemaje? Kwa swala hili sitolifumbia macho, nahakikisha Vanessa atanyooka. Mimi nilikwambia mwanangu, yule mwanangu ngaigai sana yule. Alafu umeenda kufanya kazi na dakika za mwisho unaona matokeo yake sasa. Oya, mimi sikuida singenipa hela yangu. Mimi ningekumwa kama ndo nyumba yake mama. Mbona mimi nafanya kazi za nguvu hapo kule, nataka laini. Oya, ni mwanangu umetisha sana. Mimi msage mwanangu, maji kubariki maisha yangu siku zote. Ukiwa gerege, baba wanakunyonya. Babunye. Oh yes. Daki kila kwa kuta mabulu. Ya, vipi? Shukari mwanangu. Kama kaa. Askari wangu. Oya. Wakika mambo. Matimati mwanangu. Oya niambie rafiki yangu. Shukari. Yaani mwanangu, umekuja kumtani wako kimya, jika, hata unisema nitafuta Marekani hakuna mzee wangu. Yaani mimi nitaka nishangae.
nikutane na wewe tuongee bila kulalamika. Huyo si wewe. Na unajua kabisa swala zima la mafoni mimi na wewe tushapoteza toka kitambo. Hata hivyo nilivyotaka kuja manake, umeelewa? Ningekuwa na namba zako, mimi ningekucheki, oya nimefika, ingekuwa unyama. Lakini umeona kimya, mimi sina namba zako. Hata kama. Kwani umekuja lini mwanangu? Sawa, nimekuja tangu na siku 4-5 hivi. Nilijiuliza sana kupitia namba yako. Hata hivyo nitafanya mpango nije mtaani kwako. Mwanangu wewe, baridi. Haina noma, safi. Muda wa familia. Kumbe uko huko mwanangu. Vipi lakini? Naona gudi kama kawaida. Njoo kwanza huko brother. Kwanza huyu mzee yupo hapa? Mzee hapa yupo, ameenda kwenye mkasi yake. Baridi wasema nini mwanangu? Na mida nikakucheki nikakwambia oya naingia kwanza hivi kwa mzee Kito. Nakumbuka. Basi nikafika kule mwanangu nini kufanya mazingira pale, kaniambia nikuelee nazi hapo, umeona? Sasa nilivyoenda pale nikaenda hadi juu. Kufika juu pale nikakuta makole hivi. Kwa mama uende peke yako. Sio peke yangu. Sasa sikizia kwanza mchongo ulivyoenda. Umeona wewe mzali ni cheki kitambo kwenye simu, si unajua mimi nikafika pale nini nikakupiga hadi juu. Kufika juu ile nakuta hivi mwanangu mwenyewe kwanza nimeitwa kwenye riziki nini, si unajua ile. Oya, bila kupoteza muda, ile siku natoka zangu town, nimepita shortcut. Oya, katika kule karibu na ile pacha, tunakutana na ile demo tulisoma naye yule. Demo alikuwaga Montes. Vanessa. Dakta. Oya, Vanessa amekuta kasimama na mshikaji mmoja hivi mbavu hivi. Inavyoonyesha yule mshikaji kazingua. Oya, yule mshikaji mwanangu anavyoomba msamaha. Oya, mimi ndo nikaamini kabisa kwamba watu na sauti hizo mbili. Jamaa anasema Vanessa, nisikilize dakika moja tu Vanessa. Nikasema huyu mwamba vipi huyu? Oya, nilivyomwita ile demu, alivyogeuka. Oya, kapisi kinyama mwanangu. Kwa vale demo kaanza kunishobokea. Fabu umependeza. Fabu nimekumisi. Oya, mtoto kanichanganya. Oya, hiyo story yako kali, nimeelewa. Imalizie kwanza hiyo story. Oya, mtoto nikamvuta kifuani. Oya, shikaje sije kwa nini? Oya, Vanessa huyu nani? Vanessa akasema huyu rafiki yangu nilisoma naye. Ule mzee nikampigia chini nikamwambia mzee Kito mwenye ana nazi mengi madafu tu. Akasema nini chogo wewe muni niangushie nazi. Nikamwambia kama alikujua wewe. Sio poa mwanangu. Nikafika pale nini kaoa. Akasema baridi basi kama sio nazi shuka. Nikashuka zangu hadi chini nini. Oa sema zimejaa hivi. Oya, ndio mwanangu hakika wewe. Ndio kifika mwanangu ni cheki. Unyama mwingi hapo penye leo na mchezo wa kuferiferi mwanangu wewe. Oya mwanangu. Raundi stofenda kuonesha kitu mwanangu. Oya. Asiku ile feli hapa mwanangu, mzee Dala nataka kutoka hivi. Mzee Dala huyo hapo akanichukua stimadi, kanichukua nini, ndio angalia mishale mwanangu shaenda. Kaona da. Afu mzee anazingua kichizi ile mbaya mwanangu, anakatisha stimu sometime. Kila leo nafsi yake. Tu mwanangu inapita hivi. Oa, hapo nyama mingi. Mimi nikifika mwanangu wewe ni cheki. Baridi tusiongee sana, si unajua hapa nyopo mtani afu mzee wewe chai mwingi. Baba, unafikiri mandharini wakati wewe na Vanessa ilikuwa darasani mdogo atakwenda jina fili uchapo. Leo mmekuwa marafiki baba. Sikiliza. Oya, mtoto anavyoonyesha kaelewa kodi. Baba baada ya kutoka pale, mtoto kama nimetia ndimu. Oya, ile mshikaji akifosi anapanguliwa kule, ile demo alishika mkoba akatupa akasepa. Mwamba yule anabaki anashangaa tu. Mimi nikaenda pale nikamwambia wewe nini? Nikasepa. Mwanangu bado vitaka mimi na mamitu wako. Oya, juzi nimewakuta tena kisimani, mwamba baada anaendelea kubembeleza. Oya, demu kakaza. Nilivyotokea tu ile demu akainua ndoo akasepa. Oya, mshikaji asinifuate kwa nini? Oya, wewe vipi wewe ukiwa napoepo mbona unatia timu? Kaambia nini babu, nyumbulika. Yaani kwani wewe mwanangu? Mwamba mmoja hivi mbavu. Haya, mpango wako upi sasa? Oya, una mpango hapo zaidi ya kwenda kuchukua jimbo? Nimekuja kwa wakala wangu, beba makablasha yako, twende jimboni ukahesabu kula. Mimi nataka nikae bungeni, niongee kwa kutumia maiki. Oya, lazima muendelee kuwepo, si tuishi. Jamani. Nimezama kwenye shimo la hisia, niko peke yangu na giza.